Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Na kukaribisha tena asubuhi ya leo ili tuweze kuanza siku pamoja kupitia kipindi hiki kizuri cha Nuru ya Asubuhi. Kipindi hiki kinalenga kukupa mwanzo mzuri pamoja na Bwana kwa ajili ya mustakabali mwema wa siku yako. Na anayezungumza nawe asubuhi ya leo ni mchungaji Engineer Ray Sengenge, ambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Dar es Salaam International Church. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako, na leo tutatafakari juu ya ujumbe unaosema hatua kwa hatua na Yesu. Sasa kabla hatujaanza hatua ya kwanza ya kutembea na Bwana siku hii ya leo, ninaomba tuombe kwa ufupi. Mungu Baba yetu, tunalitukuza jina lako kila asubuhi, maana fadhili zako ni njema na ni mpya kila asubuhi. Tunapoanza kipindi chetu hata tutakapomaliza, uwe pamoja nasi, nuru yako kupitia neno lako iangaze mioyo yetu, uinue walioshuka moyo, watie moyo Bwana mtakatifu wanaendelea kupambana, na siku hii ikawe ni siku njema. Naanza Bwana mtakatifu tafakari hii katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Asubuhi ya leo tutaangalia mstari mmoja tu katika Biblia kutoka Zaburi ya 119 mstari wa 105. Maandiko yanasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kuna mambo mawili hapa yanayozungumzwa. Kuna njia na vile vile kuna miguu. Na leo nitataka nizungumze sehemu ya kwanza ambayo ni neno lako ni taa ya miguu yangu. Mpendwa mtu wa Mungu, safari ya mwanadamu ni hatua kwa hatua. Nikiangalia katika umri wangu, naweza kusema kwa uhakika kwamba jambo hili nimejifunza si tu kwa kulisoma, lakini kwa kuliishi. Nilipompa Yesu maisha yangu nikiwa kijana mdogo, miaka 18, miaka 50 iliyopita, nilikuwa sikuelewa hivyo. Nilitamani mambo yaende haraka, na nilitamani kwa sababu sasa ninaye Mungu nione yale ninayotarajia yakitokea mara. Lakini katika mwendo huu nimeona kwamba Mungu ni mwaminifu, lakini hutuchukua hatua moja baada ya nyingine. Kwa hiyo sishangai nikiona kwamba watu wengi, labda hata wewe, unaona na unatamani kwamba mambo yale ambayo unayaomba, mambo yale ambayo unayategemea, kwamba yangelitokea mara moja. Katika tafakari yetu ya leo, tutaona ni kwa nini Mungu amechagua hivyo, na vile vile tutaangalia kwamba ni namna gani anatuongoza katika hatua zetu. Mungu hatuongozi kwa kutuonyesha njia yote mpaka kule tunakoelekea. Mungu hutuongoza kwa kutupa nuru yake sawasawa na mahitaji yetu ya wakati, yani katika maana ya hatua. Neno hili tulilolisoma, mtunga Zaburi anaolitumia, ni neno ambalo kwa watu wa zamani wakati ule wa Biblia labda wangelielewa vizuri kuliko sisi, lakini nitafafanua kidogo. Neno hili taa linalozungumzwa sio kurunzi kubwa inayotoa mwanga mkubwa. Wayahudi walikuwa wana taa zao wanatengeneza kwa udongo, na ni taa ndogo, zinakuwa na mafuta kidogo ndani, na zinawaka kwa ajili ya kuwapa nuru ya kuweza kuona hatua moja au mbili mbele tu. Kwa hiyo anapozungumza mtunga Zaburi kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, anazungumzia aina ile ya taa.
ninachelea kutumia neno ambalo labda wengine wanaweza likawa ni geni kwao. Kwa wale wa zamani wanajua kwamba katika utamaduni wetu wa Kiafrika kuna taa tunazoita vibatari. Sasa kwa wewe wa leo ambaye neno hilo ni geni, nitumie neno mshumaa kwa sababu ya kujaribu kueleza ukubwa au wa nuru au mwanga huu unaozungumzwa katika sehemu ya kwanza ya mstari wetu. Vibatari vilikuwa vikitengenezwa kwa makopo madogo, halafu vinawekwa utambi ambao ni kitambaa, na halafu unaweza ukawasha, maana ndani kuna mafuta ya taa. Na kibatari hakina mwanga mkubwa, kwa kweli ni kama vile mshumaa. Na Mungu hali kadhalika anatuchukua katika safari yetu ya maisha hatua kwa hatua. Hata leo katika yale unayotarajia kuyafanya, kuweza kuyakamilisha leo, kuna mengine ambayo hutayakamilisha kwa sababu hatua yake bado. Wakati mwingine sio kwa sababu umekuwa mvivu, sio kwa sababu umekosa imani, lakini kwa sababu safari ya mwanadamu katika mambo yote ni hatua kwa hatua. Na leo tunazungumza kuhusu kutembea hatua hizo, hatua kwa hatua, lakini pamoja na Bwana. Na Mungu anatupa nafasi ya kuona mbele kidogo tu, na wala sio safari nzima, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kwamba tutembee katika kumwamini yeye na katika kumtegemea. Sasa imani ni kuwa na uhakika ya mambo unayoyatarajia kama vile yametokea, na vile vile kumtegemea ni kuacha kutegemea vitu vingine ambavyo hata pamoja na akili zetu, kumwekea yeye tumaini letu lote. Niseme hivi kwamba katika fundisho hili au katika neno hili tunalolizungumza asubuhi ya leo, na ambalo unanisikiliza na kutembea pamoja na mimi, ni jambo ambalo ukilifahamu vizuri, si leo tu peke yake, lakini katika siku zako zote unaweza ukalishika na ukatembea nalo. Kutembea hatua kwa hatua si jambo baya, ni jambo la kiroho kabisa. Kutembea na Yesu, kama nilivyosema, ni kumtegemea na vile vile kumfuata kwa imani. Katika Biblia tunayo mifano mingi ya watu wa Mungu ambao walikuwa wamerithi ahadi, lakini bado tunajifundisha kwamba ahadi zile hazikufika mara moja. Ibrahim ni mmoja wa watu hao. Ibrahim alipewa mtihani mgumu, akaambiwa aondoke katika nchi yake, katika nyumba ya baba yake, na aende katika mahali Mungu atakapomwonyesha. Na Mungu hakumwambia anampeleka wapi. Kwa hiyo Ibrahimu akafungasha mizigo yake na akaanza kutembea siku kwa siku, kituo kwa kituo, akiliamini neno la Bwana kwamba Mungu kwa kuwa ni mwaminifu, yale aliyoyasema kwake yatatimia. Sasa kujua hivyo kunafanya nini? Kunatupa nguvu kubwa ya imani kwamba hata tujapopita katika maji mengi, ni rahisi kuamini kwamba hayatatufurikisha, kwa sababu katika maisha sio rahisi kuepuka kupita katika moto, lakini ukiwa na uhakika kwamba hautakuteketeza, basi moyo wako unakuwa imara. Ujapopita katika nyakati ngumu au nyakati njema, unajua zote ni kwa utukufu wa Mungu, na Mungu yuko karibu nawe. Ameahidi kuto kukuacha wala kuto kukupungukia kabisa. Petro alipoitwa na Bwana Yesu atembee katika maji, hakuanza, kwa sababu ilikuwa ni jambo ambalo kibinadamu si la kawaida. Huwezi kutembea juu ya maji usizame, lakini aliamini. Na alipoamini, alichukua hatua ya kwanza majini, akachukua hatua ya pili majini, akaendelea hivyo kwa sababu aliamini
lile neno ambalo Kristo alizungumza pamoja naye. Na hiyo ndiyo imani. Ikipotea tu ukatazama mawimbi, inawezekana imani ikatoweka na ukajiona unaanza kuzama. Yapo mambo mengi katika maisha ambayo hatuna majibu yake na hatuna uwezo nayo, kwa sababu Mungu ametuwekea mipaka, maana sisi ni wanadamu. Yawezekana ni magonjwa. Asubuhi ya leo, labda sio wewe, lakini ni mpenzi wako, labda mzazi wako, rafiki yako, na unajiuliza, unasema, ugonjwa huu wenye jina baya, maana kuna magonjwa yana majina ya kutokupona, itakuwaje? Lakini Mungu yupo nawe. Labda ni hali ya uchumi au mahusiano ya ndani ya mtu mke na mtu mume, au hata yawezekana ni kazi au shule imegoma. Ukiamini, asubuhi ya leo utamwangalia Yesu badala ya kuangalia shida yako. Utaona akinyoosha mkono kama alivyomshika Petro asizame, na utaona ukiinuliwa tena na ukichukua hatua mpya ya imani, kwamba pamoja na yale yanayoonekana katika mazingira yako, lakini yuko Yesu ambaye ukitembea naye hatua kwa hatua utafika kule ambako unatarajia kufika kwa mapenzi ya Mungu. Mpendwa mtu wa Mungu, asubuhi ya leo na kutia moyo, chukua hatua sasa, uanze kutembea na Yesu asubuhi ya leo. Achilia yale yanayokusonga, usiyaruhusu ya kulemee, maana yupo ambaye ametupa neno ili liweze kutuinua. Yesu Kristo anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa. Kwa hiyo kama umelemewa asubuhi ya leo, neno hilo likawe ni nuru katika njia yako ya siku hii ya leo. Yawezekana kuna mazingira ambayo ukitizama unapata hofu nyingi moyoni, kwa sababu ni kama mlima mkubwa mbele, au ni kama simba mkubwa anayekuvizia. Neno la Mungu bado lipo kukuangazia njia. Yeye anasema usiogope. Na kwa hiyo nakutia moyo asubuhi ya leo, katika kile ambacho unapitia, liangalie neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, linatuongoza hatua zetu siku kwa siku. Neno la Mungu kama mwanga katika njia yetu, linatuonyesha pale tunapokanyaga, linatuongoza tusikanyage matope au tusijikwae miguu yetu katika jiwe tukaumia. Na kwa hiyo asubuhi ya leo, tanguliza neno la Mungu katika moyo wako, ili uendelee kulinda utakatifu, uendelee kuangalia na kuwa na uhakika wa usalama wako. Neno la Mungu linatutia nguvu, ni usalama. Unapokuwa unaona unakokwenda, unakuwa na uhakika. Sasa kwa vyovyote vile ungelipenda kuona hatua 10 mbele, lakini amini tu asubuhi ya leo kwamba ile hatua moja unayoiona inakuangazia na kukupa usalama wako pale ulipo. Mpendwa mtu wa Mungu, tuseme nini katika hali hii na katika asubuhi ya leo? Kwa sababu yako mengi, lakini Mungu bado ndiye tegemeo letu. Mtunga Zaburi anasema kwamba Mungu ni kimbilio letu na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Lakini si rahisi kuamini hivyo kama nuru hii haiko pamoja nawe. Na tunajua nuru inatuangazia kama neno la Mungu linavyotupa maarifa na uelewa. Lakini taa zile ndogo hazikutegemea ile taa peke yake. Ile nuru iliyotoka ilitegemea mafuta yaliyokuwa ndani ya taa, ambayo ni Roho
Mtakatifu, maana neno huua bali roho huhuisha. Kwa hiyo asubuhi ya leo nachosema ni kwamba unahitaji kumkaribisha Roho Mtakatifu katika siku yako na katika hatua zako. Yeye alikuja ili aweze kutuongoza kupitia neno hili tunalolizungumza. Yeye ananong'ona au anatunong'oneza katika masikio yetu ya ndani, akituonyesha yatupasayo kufanya. Na hili haliwezekani kama bado maisha yako hayamtegemei Mungu. Unaweza kulalamika ukasema, mbona mimi Mungu amenisahau? Mbona mimi Mungu hanitendei? Lakini je, wewe umekumbuka kumtanguliza Mungu? Watu wengi wanajiuliza wanaposikia tunazungumza habari ya wokovu, na nataka kuambia jambo muhimu sana, kwamba unapompa Yesu, kumkabidhi maisha yako kama Bwana na Mwokozi wako, nuru yake inakuja kwenye maisha yako, nguvu zake zinakuja kwenye maisha yako. Mtu mmoja miaka mingi iliyopita aliniuliza, akaniambia, Ray, unajuaje umeokoka? Nikamuuliza, wewe umeokoka? Akaniambia, hapana. Nikamuuliza, unajuaje kwamba hujaokoka? Kwa sababu Roho Mtakatifu hushuhudia katika mioyo yetu. Kwa hiyo hatuzungumzi maneno haya kumintimidate mtu, kufanya ujisikie vibaya. Tunazungumza maneno haya kwa sababu nuru hii ambayo ni neno la Mungu, ukiruhusu iangaze katika njia yako, katika moyo wako, utatambua ya kwamba wokovu ni kumkaribisha Yesu, na ni jambo lisiloepukika kwa mtu aliyeamua safari ya mbinguni. Kwa hiyo unapoanza siku yako na juma lako leo, na kutia moyo kwamba kama vile unavyoweza kupanga mambo mengi mema kwa ajili yako, kwa habari ya shule yako, kwa habari ya biashara yako, kwa habari ya maisha yako kwa ujumla, hebu chukua muda utafakari kuhusu milele wako, kwa sababu hilo nalo ni jambo la muhimu. Naweza ukasema halinihusu. Wewe ni mwanadamu mwenye mwili, linakuhusu. Na Kristo alipokuja hakuokoa waliookoka, alitakuja kutafuta na kuokoa waliopotea. Kwa sisi wote tuliogundua kwamba tulikuwa tumepotea, tuiruhusu nuru yake ikaangaza katika mioyo yetu, na leo tunamshukuru kwa sababu tunaona hata neno lake likiwa ni nuru ya njia yetu. Pendwa mtu wa Mungu, ni muhimu kukaa katika neno. Ni muhimu kukubali kuongozwa na neno la Mungu. Ni muhimu kulitii neno la Mungu. Na kwa hiyo asubuhi ya leo, napokuongoza katika maombi kwa muda wetu uliosalia, karibu dakika kama 10 hivi, nitakuongoza katika kuomba kwa ajili ya mambo ya muhimu, kuiruhusu nuru ya Bwana ije kwenye maisha yako siku ya leo. Lakini baada ya hapo, nitachukua muda pia kidogo kufanya maombezi kwa ajili ya wewe ambayo una mahitaji mbalimbali. Kama nilivyosema pale mwanzo, mimi ni mchungaji Injinia Ray Seng'enge, mchungaji kiongozi kanisa la Dar es Salaam International Church, loko maeneo ya Keko, karibu kabisa na Mkuki House. Kwa hiyo wakati huu sasa, hebu tumruhusu Mungu, hebu mruhusu Roho Mtakatifu achukue mizigo yako, aweze kukusaidia, aweke nuru yake katika siku yako, ili baada ya yote utakapokuwa ukimaliza siku yako useme, Bwana alitembea nami hatua kwa hatua. Sehemu ya kwanza, na kushirikisha tuombe pamoja. Omba katika maeneo mbalimbali nitakayogusa. Hebu omba kwa ajili ya mazingira yako. Situation yako bado sio ngumu kwa Mungu anayesema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili,
Je, kuna jambo lolote lililogumu lisiloliweza? Hakuna. Baba mtakatifu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, tunakuja mbele zako sisi wote kama watoto wako, tukijua Bwana mtakatifu kwamba kupitia neno lako umetuhuisha na umesema pia unajishughulisha sana na mambo yetu. Neno hili Bwana basi likawe ni nuru ya miguu yetu asubuhi ya leo, likatutie nguvu kutuondoa tulipo, tunapoianza siku yetu hii. Bwana, anza pamoja nasi. Tazama Bwana mtakatifu, wengi wanatawanyika sasa kuelekea kazini. Walinde Bwana katika siku yao, wape kibali katika mahusiano yao ya kikazi, na Bwana mtakatifu wape uweledi na uaminifu katika kutenda. Mungu Baba yetu, wewe unayetuwezesha katika mambo yote, maana umesema pasipo wewe hatuwezi neno lolote. Bwana, ukatupe katika siku ya leo kukuzalia matunda ya pasayo toba. Tukatembee Bwana katika njia ya unyoofu na njia ya kukuamini wewe na kukuwekea wewe tumaini letu, ili Bwana maisha yetu yakakuzalie matunda na matunda yetu yapate kukaa. Na kwa hiyo Bwana mtakatifu, ninasimama kinyume na kila hila ya adui katika jina la Yesu, katika njia ya dada huyu, katika njia ya kijana huyu, katika njia Bwana ya mama huyu na baba huyu. Bwana uwatetee, Bwana uwahurumie, Bwana uwatendee. Asante kwa ajili ya wanafunzi ambao Bwana mtakatifu wanaendelea na shule zao, wengine wako likizo, walio wengi na wanajiandaa kwa ajili ya kurudi katika masomo katika ngazi mbalimbali. Bwana uwaandae vema. Kuna wengine ambao tayari wamepata hofu ya kuweza kumaliza mwaka huu kwa sababu matokeo yao ya muhula wa kwanza yalikuwa sio mazuri. Bado wewe Bwana unasema katika neno lako ambalo ni nuru katika miguu yetu, katika njia yetu, kwamba hata hilo Bwana wewe halikushindi. Umesema wakutumaini au tukutumaini kwa mioyo yetu yote, wala tusizitegemee akili zetu wenyewe. Tunapoona mambo yamekwama Bwana, tukukabidhi wewe njia yetu, ili Bwana unyooshe mapito yetu. Tazama Bwana, kuna wengine ambao wako kitandani wakati huu wakiumwa. Bwana mtakatifu, tunawaombea pia kwamba Bwana utawapa afya, utawapa muujiza wa kupokea uponyaji wao. Kama Bwana wanatusikiliza sasa, Bwana mtakatifu, neema yako ya uponyaji kashuke pale walipo na kuwagusa. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema, kwa sababu Bwana utawagusa wafanye biashara siku ya leo, utawapa wepesi wa fikra Bwana na maono, ili Mungu uliye juu mbinguni waweze kupambana, sio kupambana peke yake, lakini waweze kupata katika yale wanayoyatafuta. Asante kwa sababu Bwana utawafungulia fursa mpya. Bwana, wale wote waliokuwekea tumaini lako Bwana utawavusha na kuwafungulia milango ya chuma, hata yakiwa ya shaba. Bwana mtakatifu, mbele zako Kristo yanafunguka sasa, na Bwana mtakatifu ukakutane na haja zao na maombi yao na matamanio ya mioyo yao. Tunataja Bwana mtakatifu familia ambao ni unit ya muhimu sana katika jamii, hata katika kanisa, kwamba Bwana mtakatifu amani yako, upendo wako vikatawale katika familia za watu wako, kwamba Bwana wale wote ambao mioyo yao wameweka kwao, waondolee Bwana mtakatifu changamoto za migongano iliyozidi katika familia. Na Bwana, hata kama wapo ambao mioyo yao imeanza kusambaratika, katika jina la Yesu Kristo tunaikusanya asubuhi ya leo, kwamba Bwana wakaanze kutazamana vizuri na kusameheana, kwa sababu hakuna mwanadamu asiye na makosa. Siku hii ya leo Bwana, yawezekana anaianza na mioyo mizito, kawape wepesi, kwa sababu Bwana we bado hushindwi na neno lolote. Na kutukuza Bwana na kushukuru, kwa sababu Bwana mtakatifu, hata wale walio katika maofisi utawapa vibali Bwana kwa viongozi wao, utawapa Mungu uliye juu mbinguni
namna ya kutenda kwa ubora zaidi, ili Bwana mtakatifu waweze kufanikiwa. Wakati mwingine kuna michezo ambayo sio mizuri katika maofisi, wengine wameonewa bila sababu ya msingi, wengine Bwana wanaonisikiliza asubuhi ya leo na tunaomba nao, wanaona Bwana kwamba kuna mambo waliyotegemea na hawayaoni. Simama pamoja nao, sikiliza kilio cha mioyo yao. Bwana, wanapoomba wakati huu Bwana, kutana na haja ya mioyo yao, ukawafungulie Bwana milango, ukawape Bwana majibu. Kama Bwana ni vipindi tu vya kujifunza, basi Bwana watie nguvu waweze kupita kwa salama. Na kama Bwana ni vita kutoka kwa adui, tunaikataa katika mamlaka ya jina lako Yesu, kwa sababu Bwana wewe ni mweza na mwenye nguvu kuliko yule aliye katika dunia hii. Tunakuwekea wewe tumaini letu, na ninawainua Bwana kuweka mbele zako asubuhi ya leo, ili Bwana wakuangalie wewe na wasiangalie mazingira yao. Baba yetu na Mungu wetu, tuseme nini asubuhi ya leo? Wapo watumishi wako sehemu mbalimbali ambao Bwana wanakutumikia kwa nia njema. Bwana, tazama huduma zao. Wametamani waone kukua na maongezeko, wametamani waone migogoro kama ipo ikifa Bwana mtakatifu, ili huduma iweze kukua, lakini adui amesimama na kuwapinga. Na Bwana wewe umetuagiza tumpinge shetani naye atatukimbia. Tunasimama Bwana kama watumishi wako, tukikataa Bwana kila hali za vita zizidizo zinazorudisha huduma yako nyuma. Tunaharibu Bwana nguvu za adui, tunampinga katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Na Bwana uliye juu mbinguni, neema yako ikae pamoja na watumishi wako, ukasimame pamoja na kila mmoja. Bwana, wanapokulilia usikie Bwana vilio vyao, ukakutane na mahitaji yao ya siku kwa siku, na ukakutana na mahitaji yao ya kihuduma. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema na mwaminifu. Tunakabidhi Bwana nchi yetu katika jina la Yesu, tukiweka mikononi mwako Bwana mtakatifu watoto na vijana, ambalo ndio kundi kubwa asubuhi ya leo. Bwana wewe ujuaye kulea, zungumza na vijana wetu wa taifa hili Bwana. Zungumza Bwana uliye juu mbinguni na watoto wetu, watetee katika dunia iliyoharibika. Neema yako Bwana mtakatifu itoshayo iwe nuru Bwana mtakatifu katika njia zao, na Bwana uliye juu mbinguni wakakutane na neema yako na kukupa wewe maisha yao ili wafanikiwe. Tunasema asante kwa ajili ya hayo mengi ambayo Bwana tumeyataja. Yako mengi tungeweza kuzungumza, lakini Bwana itoshe. Siku hii ya leo tunaiweka mikononi mwako. Bariki watu wako, simama pamoja na kila moja ambaye Bwana tumeanza naye asubuhi ya leo, au wakati huu anasikiliza, au hata jioni atakuwa anasikiliza. Simama pamoja naye Bwana. Siku hii tuliyoanza, tutembee hatua kwa hatua pamoja nawe Yesu, ili tuone baraka na mafanikio. Bwana, tunanyenyekea chini ya mkono wako, maana haya yote tuliyoomba, tumeomba katika jina na kwa utukufu wa jina la Bwana na Mwokozi pekee wa ulimwengu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu hiki, sasa nichukue dakika chache ni kuombee. Maombezi ni sehemu muhimu sana ya huduma, kwa sababu yanakupa wewe fursa ya kukutana na mkono wa Mungu moja kwa moja. Tunapoombewa, tukipona au tukipokea tunayoombewa, ni ili tumtukuze Mungu, ili tujue anatupenda, ili tujikite katika mahusiano na yeye, ili mambo yetu yaende vizuri. Kwa hiyo makusudi ya Mungu pamoja na kutusaidia ni ili tuweze kujenga mahusiano yetu naye, kama tulivyosema leo kwamba katika kutembea na Yesu hatua kwa hatua, au kupata ufunuo ambao ni progressive, hatua kwa hatua, sio kwa sababu mbaya, ni kwa sababu Mungu anataka tumtegemee, ili mahusiano yetu sisi na yeye yawe ni mahusiano yenye nguvu. Kwa hiyo kama ni mgonjwa, weka mkono wako pale ambapo panasumbua, na kama unahitaji lolote, unahitaji mkono wa Bwana ukutane nawe, basi
wakati huu ni vema ukainua na wewe imani yako ninapokuombea, ili Bwana akutane na haja yako. Na tunamwamini Mungu sana, tumemwona kila wakati akifanya kwa jinsi ajabu sana kuliko hata tunavyoweza kuwaza. Na kwa hiyo amini asubuhi ya leo, kwa sababu njia zake na mawazo yake yako juu sana kuliko sisi. Bwana atakupa haja ya moyo wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, na kuja mbele zako pamoja na wapendwa hawa. Tazama, kuna wengine ambao wamekuwa na magonjwa, na wengine magonjwa yao wameambiwa haya hayaponi, na wengine wanajua yanapona lakini yamewasumbua kwa muda mrefu. Inawezekana si tu shida ya kimwili, labda pamoja na shida ya kiroho. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, nasimama kinyume na roho hiyo inayokusumbua. Ninaiharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaing'oa katika systems za mwili wako, na asubuhi ya leo unaachilia nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Neema ya uponyaji kushukie, neema ya uponyaji ifanye kazi katika mwili wako, na wewe mzima kabisa katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Ninasimama kinyume na roho ya saratani, nasimama kinyume na roho za magonjwa ya akili, magonjwa ya kifua, magonjwa ya tumbo na vimbe za aina mbalimbali, magonjwa ya mifupa, migongo iliyochoka, viuno vinavyouma. Ninasimama kinyume nawe na natamka uzima. Bwana aliyefunuliwa ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, aguse mwili wako ufunguliwe kabisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema, na kwa sababu kila wakati unatenda kwa utukufu wa jina lako. Bwana, basi kama vile ambavyo umegusa walio na mwili, tazama Bwana, kuna watu wanapitia mapito magumu. Wakati mwingine ni kwa ajili ya makosa yao na wanajua, wakati mwingine ni kwa ajili ya mazingira yao nao wanafahamu, wakati mwingine ni vita tu kutoka kwa adui. Na Bwana mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, nainua watu hawa sasa. Ninainua Bwana mtakatifu kila mmoja wao na kila shida yao na kila hitaji lao mbele zako. Wewe Bwana uliyesema ombeni nanyi mtapewa, ninakuja pamoja na watu hawa waliokukimbilia, ili Bwana mtakatifu uweze kukutana na mahitaji yao, ili Bwana uweze kuwafungua, ili Bwana uweze kuwatendea muujiza wao, ili Bwana uweze kurejesha, ili Bwana uweze mtakatifu pale palipoliwa na kuharibiwa uweze kutenda tena na kuwapa moyo na kuwapa nguvu ya kuendelea mbele. Biashara zilizokufa, mahusiano yaliyokufa, yote Bwana nuru yako inahuisha asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, pokea muujiza wako, pokea kwa imani kufunguliwa kwako, pokea neema ya Mungu asubuhi ya leo, pokea majibu kwa ajili ya maswali hayo magumu ulio nayo. Bwana akutendee, avunje kila nira, avunje kila kifungo. Ninaharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neema ya Mungu ikushike na uone asubuhi ya leo Bwana akikutendea na akiondoa teso lako, kama vile alivyogusa Bwana Yesu maisha ya mama yule aliyegusa pindo la nguo, aliyekuwa na msiba miaka 12. Bwana akutokee, Bwana akuinue, Bwana akupe imani ya kupokea asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Yeye Bwana mtenda miujiza, yeye Bwana mwenye uweza, yeye Bwana asiyeshindwa, yeye Bwana anayekupenda, yeye Bwana ambaye neno lake linasema kama aliweza Mungu kumtoa mwanawe pekee kwa ajili yetu, je, ni kitu gani ambacho tukimwomba hawezi kutupa? Basi pokea asubuhi ya leo, pokea kama Hana. Kama tumbo lako lilikuwa limefunga, tumbo lako lifunguliwe katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Uzima tele kwa wote, kama kituo hiki kinavyoitwa, ushuke katika tumbo lako, ihuishe maungo yako, ihuishe kiuno chako, ihuishe mawazo yako. Na asubuhi ya leo neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Asante Mungu kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya ukuu na upendo wako. Asante Bwana kwa ajili ya yote ambayo umeachilia kwa ajili ya watu wako hawa wapendwa, walioacha Bwana mambo mengine na kukutazama wewe asubuhi ya leo kama Bwana jibu na kama nuru katika
mazingira yao na katika njia yao. Na asubuhi ya leo Bwana mtakatifu, kuna watu ambao wamekuwa wakisikiliza, nawezekana bado hawajaokoka. Wewe mwenyewe unasema katika neno lako kwamba hukuja kuhukumu ulimwengu, lakini hukumu imeisha tolewa, kwamba wamekataa kukuamini wewe, wakachagua giza kuliko nuru. Lakini wapo asubuhi ya leo ambao Bwana wanatamani kuchagua nuru. Nuru hii ambayo Bwana tokana na neno lako linalotuongoza. Bwana, ongoza mioyo yao asubuhi ya leo, wajue ya kwamba maamuzi yoyote ya kukaribisha katika maisha yao Bwana ni maamuzi yasiyo na majuto, kwamba tuliotangulia tumekuona kwamba wewe ni mwaminifu. Na kwa hiyo kama upo wakati huu kama ninavyoamini, basi fuatana nami katika sala hii fupi ya kumkabidhi Mungu maisha yako ili yeye akutendee. Mimi miaka 50 iliyopita nilipata neema nikiwa mwanafunzi kwenye moja ya vyuo hapa Dar es Salaam. Nikajifungia Jumamosi moja chumbani. Nilikuwa nimesikia neno la Mungu. Neno la Mungu likaangaza nuru katika moyo wangu. Nikajiuliza, jambo hili mbona halina ubaya wote? Nikapiga magoti, nikamwambia, Bwana Yesu, sijui namna ya kuomba, lakini nakukabidhi maisha yangu asubuhi ya leo. Kama ameweza kuwa mwaminifu kwangu, niliyekuwa sina background ya wokovu, mimi nilikuwa kwanza kuokoka kijijini kwetu, sio tu kwenye ukoo wetu. Na kwa hiyo hata wewe Bwana anaweza kukutetea. Fuatana nami kwa ufupi tunapoelekea kumaliza kipindi chetu asubuhi ya leo, ili siku yako iwe na faida, na sio siku yako tu, lakini maisha yako kutoka siku ya leo yawe na faida, na uwe mrithi pamoja na wengi wa uzima wa milele. Bwana atakubariki. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, nimeamini, ninatubu dhambi zangu zote, nisamehe Bwana. Karibu kwenye maisha yangu ili nitembee nawe, si leo tu, lakini siku zangu zote. Nioshe kwa damu yako iliyomwagika pale Kalvari, niwe kiumbe kipya, niishi katika upya wa maisha, katika jina lako Yesu, amen. Baba mtakatifu, naomba kwa ajili ya watu hawa ambao wamekupa maisha yao, kwamba Bwana washike, kwamba Bwana wapiganie, kwamba Bwana mtakatifu watunze, wasaidie, wafike mahali watakapopata mafundisho katika Bwana makanisa yanayoamini juu ya wokovu, ili Bwana mtakatifu wakaukulie wokovu wao. Wewe Bwana ni neema kubwa, na neema yako imewagusa, basi na wakabidhi katika mikono yako, katika jina la Yesu, amen. Mpendwa mtazamaji, ninamshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya muda tuliokuwa nao na fundisho letu la hatua kwa hatua na Yesu. Fundisho hili litaendelea kesho. Tutaangazia sehemu ya pili ya mstari ule, kwamba yeye pia ni mwanga wa njia yetu. Kwa namna gani? Ungana nami kesho asubuhi katika kipindi hiki cha Nuru ya Asubuhi. Anaye kuaga si mwingine, ni mchungaji Injinia Ray Sengenge, mchungaji kiongozi kanisa la Dar es Salaam International Church. Mungu akubariki na uwe na siku njema sana. Amen.